Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Mimi nitapitia tu kwa ufupi, lakini tumewatengenezea booklet, nadhani tumezigawa kwa kila mtu aweze kuona kwa nafasi yake, kwa sababu utaratibu unataka tuisome pia, kwa hiyo nitaisoma kwa haraka. Baba yetu alikuwa anaitwa Mzee Fabian Senyera Ngajilo na jina lake la utotoni alikuwa anaitwa Mliapeke. Alizaliwa kijiji cha Ikulu cha Kilulu kilichopo wilaya ya Makete mwaka 1955 tarehe 30 mwezi wa 11. Baba yetu alizaliwa katika familia iliyokuwa ina watoto 12, lakini kwa mama yake yeye walizaliwa watoto 6 ambao mama yake alikuwa anaitwa Bi Patricia Ngailo. Mzee baada ya kuzaliwa alikaa kidogo pale kijijini na akahamia Iringa akiwa na umri mdogo sana, nadhani chini hata ya miaka 5, kwa sababu alikuja kusoma shule ya msingi Itagutwa ambayo iko kata ya Kiwele katika wilaya ya Iringa. Alianza shule ya msingi mwaka 1963, alimaliza masomo yake mwaka 1970. Baada ya hapo aliondoka akaenda kumfuata kaka yake aliyekuwa askari, alikuwa akiishi Kagera, Bukoba. Kule alienda kwa ajili ya masomo, alijiunga na chuo cha ufundi Bukoba, ambapo kozi aliyosoma ilikuwa inaitwa Automotive Mechanics. Baada ya hapo mzee alianza kazi kule kule. Alipomaliza akawa anafanya kama internship kwenye kampuni moja Kagera, ilikuwa inaitwa Simba Kagera Limited. Nadhani watu wa Bukoba wanaijua, ni kampuni kubwa ya usafirishaji. Kwa hiyo alifanya kazi pale kwa muda wa miaka 4 akiwa kama afisa usafirishaji. Ndio alimaliza na nafasi hiyo kwa sababu alianza kama fundi, akawa dereva, baadaye akawa yeye ni afisa usafirishaji. Sasa nadhani akawa anasimamia madereva na watu wengine katika kampuni hii ya logistics. Mzee baada ya kuajiriwa na kampuni hii aliondoka, akaamua kurudi hapa Iringa mjini ambako alipata elimu yake ya awali, na mzee aliamua kuwa mjasiriamali. Alianza kufanya biashara ndogo ndogo, ikiwa ni pamoja na kufanya biashara za umachinga, ufundi kushona. Akaenda kukua, akawa anakuwa kidogo kidogo akiwa anafanya biashara, lakini baadaye alipata mafanikio makubwa sana kwenye biashara. Kwa hiyo akafanya uwekezaji mkubwa sana. Mashuhuda ni watu wa Iringa. Mzee wangu Mheshimiwa Lukuvi amesema hapa, rafiki yangu sana, anamfahamu vizuri mzee. Watu wa Mbeya wanamfahamu. Mzee alikuwa agent wa Pepsi kwa miaka mingi. Kampuni ya Pepsi alikuwa akisambaza soda kwa mkoa wa Iringa pamoja na saizi ni mkoa wa Njombe. Zamani ulikuwa ni mkoa mmoja. Lakini biashara alizowahi kufanya mzee tumejaribu kuziorodhesha. Biashara ya kwanza alikuwa anafanya biashara ya usafirishaji. Alikuwa na kampuni ya malori ilikuwa inaitwa Ngatco, Ngajilo Transport Company Limited, ambayo ndio alikuwa anafanya biashara hiyo pamoja na rafiki yake ametajwa hapa, Mzee Nyatko. Kwa hiyo Mzee Nyatko yake ilikuwa inaitwa Nyasanga Company Transport Company Limited, na ya baba ilikuwa inaitwa Ngajilo Transport Company Limited. Kwa hiyo ilikuwa inashindana Ngatco na Nyatko, kama ambapo mimi nilianza biashara na Frank Knox, kaenda kwa Frank Knox na mimi tumeanza zamani kufanya pamoja, ndivyo waliofanya na hao wazee wetu. Kwa hiyo ni njia ile ile aliyokuwa amepita baba. Lakini biashara nyingine baba alifanya ni ya utengenezaji na uuzaji wa nguo. Baba alikuwa na duka la nguo Windini kubwa, watu wa mjini nadhani nafahamu. Lakini pia alikuwa anafanya biashara ya miti na alikuwa anapasua mbao. Alikuwa anafanya upasuaji wa mbao. Alizalisha mbao nyingi sana wilaya ya Makete, Njombe pamoja na Mafinga, na alikuwa akiziuza Dar es Salaam. Na mimi niliwahi kuwa nasafiri naye kwenye treni, napakia mbao, tunapanda Makambako, tunaenda kuziuza pale Tazara. Na alikuwa ananiambia bei tulionunua Makete umeiona ni hii, tukizalisha inakuwa hii. Kwa hiyo ni vema tuzalishe, tukija huku tunapata faida kubwa. Ndio na sisi tukaanza kupata idea, baadaye tukatengeneza Vunja Bei kupitia mikono yake yeye mwenyewe. Kwa kweli alikuwa ni mtu amefanya biashara nyingi. Alifanya biashara ya kilimo, watu tunajua alikuwa ni mkulima mkubwa sana.
kwa muda mrefu. Hata hapo nyumbani nimefika, muona matrekta yale ni ya kwake, yote tumeyarudisha. Yalikuwa yapo katika biashara yake, pia alikuwa anakodisha na kulimia hayo kwenye mashamba yake. Ndoa. Marehemu alifunga ndoa tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 1979 na Bi Emma Halali Mbilini, mama yetu yuko pale, na kufanikiwa kupata watoto 8. Katika watoto hao 8, wawili ni wa kike na wengine 6 wa kiume. Lakini mpaka sasa mzee ana wajukuu 11 ambao wanafahamika. Hao ndio tunawatambua, sababu mzee ana watoto wa kiume wengi sana. Kwa hiyo wanaofahamika tuliosaidia kwa haraka ni 11. Kwa imani, mzee alikuwa ni mwarasi maisha yake yote, na alifunga ndoa Roman Catholic hapo Mshindo Consolata, lakini mapema mwaka huu mzee alihamia kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG, ambapo alipokelewa na askofu wetu, Askofu Mkana. Haiba. Marehemu alikuwa ni mtu mchapakazi. Hili nadhani kila mtu anafahamu. Mzee alikuwa ni mtu mwenye upendo kwa wote. Alikuwa mzazi mwenye malezi bora. Hili nadhani ndugu wanaweza kuthibitisha kwamba baba kwenye familia yao, watoto wa kiume wote walipokuwa wamefariki, yeye alichukua jukumu la kulea watoto familia zote za kaka zake, ambapo wengi nadhani wako hapa wanaweza kuthibitisha hilo. Baba amelea watoto zaidi ya 30 ambao wengi tumekuwa nao nyumbani. Baba alikuwa mtu mcheshi sana, alikuwa anaongea na watu wengi, alikuwa anakaa mpaka vijiweni. Ukipita kijiweni sijui napita nakuta amekana vijana ambao ni rafiki zangu anapiga nao story. Nadhani mkuu wa Mheshimiwa James unamfahamu vizuri mzee, na ulishawahi kusema kwenye hilo. Lakini baba alikuwa mcha Mungu. Kila siku saa 11 alikuwa lazima amke aende kanisani hapo Mshindo. Kila siku lazima kushana gari yake hapo. Alikuwa anaporudi sisi ndo tunaamka. Tunakuta ameshaenda kanisani, kaenda shambani, karudi amechafuka, sisi ndo tunaamka. Kwanza mzee alikuwa hakusiku. Kifo. Mzee wiki moja iliyopita, kifo. Mzee wiki moja iliyopita alisafiri kwenda Njombe na aliondoka akiwa anaendesha gari mwenyewe. Amefika Njombe, alikuwa na site huko, alikuwa ameenda kufanya kazi zake za ujenzi. Amefanya kazi, amesimamia mwenyewe hiyo site aliyokuwa ameifuata pale Njombe mjini, lakini tunapewa taarifa kwamba alianza kujisikia vibaya jioni, akachukuliwa pale, akapelekwa hospitali. Kufika hospitali wakasema kwamba alikuwa ana homa kali. Kwa hiyo wakamchukua kwa ajili ya utabibu, akatolewa pale, baadaye akapelekwa ICU, na asubuhi saa 2 kamili tulipata taarifa siku ya Alhamisi kwamba mzee amefariki dunia. Lakini majibu ya utabibu tuliyopata, tuliambiwa kwamba ilikuwa ni mshtuko wa moyo, yani heart attack. Kwa hiyo mzee hakuwa mtu aliyetoka labda kitandani anaumwa akafariki, hapana. Mzee alikuwa yuko vizuri na amekuwa akisafiri kila siku, na mimi nilikuwa naongea naye hata siku ambayo anafariki. Mimi nilikuwa nje ya nchi, nimeongea naye vizuri, alikuwa mzima, na akaniambia asubuhi saa 1 naamka na safiri na dada yetu mmoja yuko hapa anaitwa Eva, wanakuja Iringa kutoka Njombe, na alimtuma kaka yetu mmoja anaitwa Vincent aje amsaidie kuendesha gari kurudi, kwa sababu alijua ataamka asubuhi vizuri then ataendelea na safari. Walipokuwa saa 1 wako tayari ili awapitie waanze kurudi kuja kwa Iringa, ndio mzee akaambiwa yuko hoi zaidi, na saa 2 akakata roho. Marehemu ametutoka akiwa na umri wa miaka 71. Ameacha mjane mama yetu, watoto 7 na wajukuu kama nilivyosisitiza 11. Shukrani hizi tunazo kwa walio wengi, lakini nilizonazo hapa chache ziende kwa Kanisa Katoliki Mshindo,
kanisa la TAG Mlandege, viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi pamoja na serikali, majirani wote ambao umeishi na mzee hapa Kijiweni, Mshindo na mashamba yake yote huko mpaka analima kwenye wilaya ya Iringa vijijini, Kilolo, Mgama, Mseke na kwingineko kote. Lakini pia tunawashukuru ndugu jamaa na marafiki mliotoka sehemu mbalimbali mkafika hapa, mliotoka hapa Iringa, mlioacha shughuli zenu mkaamua kuja kuungana na sisi katika wakati huu mgumu. Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.